karibuni tena katika kipindi chetu cha Jenara Chat. Na leo tunataka kuongelea neno ambalo tumeambiwa na Mungu kwamba tusijisumbue kwa lolote. Ni mstari wa Rebeka tunao, si ndio? Wa Filipi 4 mstari wa 6. Na unasema mstari wa 6. Unasema ngoja nianze. Unasema upole wenu, huo ni mstari wa 5. Mstari wa 6. Mbona huo 6 umejificha? Ngoja nikusomee. Kuanzia wa 5 ndio vizuri. Upole wenu ujulikane kwa watu wote. Bwana yu karibu, kwa sababu tunataka vile vile tukumbushane. Bwana yu karibu. Msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, ila kwa kila hali muombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukrani. Hii nani? Hiyo nani gani? Katafsiri nani hiyo? Huyo ni BHN, habari njema. Tulilozoea inasema msijisumbue kwa neno lolote. Anzia hapo juu. Bali katika hapo kila neno. Anzia hapo upole wenu. Hapo sina. Hapo upole wenu na ujulikane. Bwana yu karibu. Nalisoma ili tu msijisumbue kwa neno lolote. Msina wasiwasi. Huyo tena Mkenya. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Kwa hivyo vyote kumfanyia Mungu tu. Alafu haja zenu, yani haja zetu na zijulikane na nani? Na Mungu. Na Mungu. Na Rebeka, yule nani mchungaji wa Kenya angesema, "Na Rebeka?" Usema na Mungu. Hujamsikia wewe? Na Mungu. Na nani? Na wewe? Na Mungu. Na nani? Yule anayekwambia urudi. Ukisoma maandiko. Ni mama yako? Hapana, ni baba yako. Jamani, haja zetu zijulikane na Mungu. Hazitaki kujulikana na wanadamu. Hata zikijulikana na wanadamu, unaweza kukuta mara nyingine kweli haja zetu zinajulikana na wanadamu na wanakuwa hawako kwenye uwezo wa kutusaidia. Si ndio kweli? Yaani mwanadamu wa kwanza ni wewe mwenyewe. Saa nyingine usina jambo lako hata mtu umwambie. Kwa sababu zinajulikana kwako hizo habari. Hazijulikani na Mungu. Mungu unatumia akili yako tena, unasema kabisa hii ni siri, mambo ya kuongeongea vitu kabla vinaharibika. Simwambii mtu, kumbe unajisumbua mwenyewe. Unajiambia mwenyewe na umeambiwa usisumbue. Yaani Joy, mimi ni kwa nini hii topic jamani wapendwa tumeileta? Ni baada ya mimi na Joy tumepita kwenye wanaitaga nini kule? Kwenye moto lakini haujakuunguza. Kwenye maji mazito lakini hajakuzamisha. Sasa ukitoka kule unasema lakini kule nilijisumbua, ningekuwa nimetoka kwenye ule moto siku nyingi kama nisingejisumbua. Ndio shida ambapo ndio tuna bado tunakuaga na kigezo cha kusema Mungu ndo amenipa akili, ngoja nifanye hivi kwanza. Si tumepewa wisdom, ngoja nifanye hivi kwanza. Kumbe ni nzuri ukimbie kwa Mungu kwanza kabisa. Na tunaposema usijisumbue, jamani kweli ni kujisumbua. Na hivi tunapoongea mara nyingine hivi, ni nani nilikuwa namsikia? Ni kuna clip nilisikia mtu ni nani nilikuwa naongea naye akasema alikuwa anauliza adui wa kwanza ni nani. Ile tunapokuaga mara nyingine adui. Mimi kwa sababu hata unajeta makanisani mimi kuna shemeji yangu alinitumia hicho kidude. Yule mtu anasema adui wa kwanza ni mtu wa karibu yako. Nikamwambia adui wa kwanza ni wewe mwenyewe ndugu yangu. Ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio adui wa kwa hiyo nafsi yako. Na ndio maana mara nyingine hata maombi mengine ambayo tunasema Mungu piga adui zangu. Kama huo uhakika moyoni mwako unamuelekezea nani, ambacho ndio Mungu anaweza akasoma moyo ukao hujataja akajua unamwombea nani, ambako na mwenyewe bado anasemaga wabarikini wanaowaudhi. Lakini mimi the only same nakuaga napishana na wewe sijui au na nani ni pale if you do me I turn down to do yourself. Hicho tu ndio ninachomwombaga Mungu, kwamba kama mtu amenipangia mabaya yamrudie, yani shimo unalochimba udumbukie mwenyewe. Lakini sina confidence ya kwenda kuanza kumwombea mtu tu kwamba kwa vile huyu ameniudhi nimwombee mabaya mtokee. No. Naona kama hiyo I can't. Umeona Na nabelieve hata Biblia haijatufundisha hivyo. Lakini if you plan to do evil, let the evil come back to you before even it start coming. It should bounce and come back to you. Hicho ndo naamini in Jesus name. Haya. Kwa hiyo sasa tukiangalia kwenye topic yetu Rebeka, ambayo tunasema tusijisumbue. Tunatumia nguvu sana. Yaani kama sasa hivi wazungu wana msemo wao, wanakuambia don't work hard, work smart. Kwa nini? Kwa sababu hata kisayansi watu wanaotumia nguvu sana ndani yao efficiency inakuwa ndogo.
lakini ukitumia smart. Sasa sisi smart yetu si Mungu, tumeambiwa kumcha Bwana chanzo cha maarifa. Sasa kwa nini tuna yeah. Kuna mtu jana nilikuwa namsikiliza pia akasema watu wengi wanakuwa wanatega masikio kusikia sasa hivi kuna biashara gani, FTC sijui FTS, ukifanya hivi ukifanya hivi. Anasema ngoja niwaambie, wewe ukiwa mtu wa Mungu nenda muulize Mungu. Yeah. Anasema na always kitu kinachokuja kichwani mwako ukasikia au ukalala ukaota. Unajua kuna kipindi unaweza kaamka ikawepo dream ambayo inakupush. Sasa tabu yetu mara nyingine mimi ndio naweza nikawa na dream au na idea ambayo inanipush. Baada ya kwenda kurudi kwa Mungu kumwambia sasa Mungu hii inanipush I want to do this. How do I do it? Naenda kwa Rebeka. Kumbe Rebeka mwenyewe huko moyoni mwake ana mawazo wewe mbona hajafunuliwa? Mbona una mambo mnataka kujiingiza kwenye makasheshe mambo maovu? Yeah. Kwa sababu hiyo unaweza kuongea ukaongea kitu kikanikatisha tamaa, kumbe it was wrong to come to you. Na kwa hiyo baada ya pale nimeshakata tamaa, nimeshaogopa, unaona Kwa hiyo kwa kusema ukweli, hebu tusifanye mambo makawa makubwa. Tumtegemee Mungu. Tukimtegemea Mungu, things just work like that. Hapo Rebeka naona anataka kuingiza shuhuda, anashindwa. Subiri, wakati wa shuhuda utafika. Lakini tukiongea tukipolepole kwamba ni kweli kuna vitu hapa katikati ambako, kwa sababu nafikiri hiyo ndio hasara sasa pia kwa partners. Mkiwa ni partner sijui kwenye prayer, unajua ndio Biblia inasema mnabebeana mizigo. Mara nyingi unakuta huyu anapoingia kwenye kasheshe au ni shetani anapangaga hivyo ili ndio kila mmoja ashinde kumwombea mwenzake. Maana Rebeka sielewi. Maana hapo katikati mwenzangu alipigwa tukio la maana. Mbona mpaka kaacha kuomba na mimi? Akawa ananipa notice. Tunaomba Bwana anasema nakwambia Bwana mimi sina muda wa kuongea. No. Unajua Mungu Bwana na watoto wake mimi wananifurahisha. Siku umenipigia unanipa notice Joy. Kuanzia kesho naweza nisipatikane. Mimi niko mwenzangu amepanda viwango. Wewe bwana kumsikia yule kidudu umenitumia yule kasema ukipata jaribu chukua siku 3. Usiongee na mtu 3 days. Unajua baadaye ukanifanya mimi naanza kwanza. Ina maana mimi matatizo yangu. Mimi nini? Kasheshe zangu nini? Sasa mbona matatizo yangu kama sijachukulia that serious? Una shida wewe. Sasa kwambie kizuri si kibaya. Ile nimekaa umenipa notice jamaa nacheka mpaka nalia kanta haribu makeup. Yaani ile umenipa notice. Sijakaa vizuri. Na mwingine anapigwa takatatua kata. Na mwingine ananipigia naye ananiambia hivi, Sister Joy, usiponiona hebu ngoja nende mlimani kidogo. Ukasema mbona wanini wanaitwa wale ambao tulikuwa tujenge vibanda wenzangu. Ndio hapo. Sasa nikasema I say, unajua lakini nilijifunza kitu muwe partners, muwe nini. Ngoja bwana nijifute machozi yanaharibu nani. Yanaharibu picha. Usikate. Unajua hiyo ndio nilikuwa nawaambia siku moja kanisani. Nikawaambia jamani nyinyi niwaambieni mimi ni shahidi, wewe Joy hata wewe ni shahidi. Bwana kuna kitu kunaweza ukakipitia hata mtu unayelala naye kitanda kimoja haelewi. Asielewe na upate usingizi. It's true. Kwa sababu unajua mimi nikwambia ukweli kwenye ile issue yako ulivyoniambia. Labda nafikiri kila kitu kikishakuwa sorted utanipa ukweli wangu. Unajua mimi tangu siku ya kwanza nilikuwa naongea very easy. Naambia don't worry, unakumbuka Sasa nafikiri nilikuwa nakwambia don't worry. Sasa unaona hivi huyu ana maana gani mimi don't worry? Hivi anajua nani implication ya hii kitu. Baadaye ukakata siku ya pili, ukakaa. Sasa baadaye ulinipa ultimatum. Ndio, labda nitapatikana tu kwenye maombi. Akasema wewe mwenzangu naona imekuwa ni, lakini imenifundisha Rebeka. Ndio hapo unapoambiwa msijisumbue kwa neno lolote. Na umeona baada ya kufanya hivyo, Mungu amefanya nini? Si Mungu ametufundisha wewe Bwana Yesu mwenyewe alipokuwa anawaambia wale wanani kwani wao ndio walikuwa nakufa. Sio kwa nalala.
wale Unaona? wanawaambia nyie msilale, ombeni na mimi. Usingizi unaingia. Yesu usingizi ulimwingia. Sikuwa najua kuna msalaba huko unamsubiri. Wewe kuna lisalaba lako bwana, una lazima ulibebe hilo. I know. Kwa hiyo ni kweli kuna vitu ambavyo vikitokea hautakuwa na cha prayer partner, hautakuwa na cha best friend wala mama wala mke. Unabeba ni wewe na Mungu. Na ndio maana hapa najifunza kwamba unapokuwa na mtu wa kusaidiana kuomba, ni ile tu kwamba fine, japo sikukwambia kwamba labda nakuombea, lakini you are in my mind kwamba ninapoomba vyangu nasema Mungu mkumbuke na huyu, Mungu mpe amani. Lakini nakumbuka kila tukipigiana, yaani mimi najiona sasa hivi kwamba nilivyokuwa naongea simple, amna kesho kutwa tutakupigia. Sasa amna bado, ngoja tu mimi niko na Mungu. Unajua nimegundua nini Joy? Mimi Mungu amenibariki na kitu kimoja, I'm not easily offended. Yaani mtu mwingine angeweza yaani ungeona kama hata sijachukulia maana. Lakini mimi nimeichukulia kwa sababu nakujua. Hata hivyo najua nasema huyu ana imani yake anataka kuniletea mimi hapa. Ana roho Mungu, na vitu vingi Joy anavyovisema sio vingi, karibu vyote vinatokea. Lakini kwa sasa mimi ako kaimani hapo mimi nilikuwa sijafika, kwa sababu mimi si ndio nimekutwa na tukio. Kwa hiyo inabidi nikuache uendelee kuamini on my behalf kama wale waliwapeleka unani kwa Yesu, wale wanafiki. Yaani na nikikwambia Rebecca ukweli kabisa, yani naongea ukweli, Mungu ndo anajua. I was not worried. Mpaka nikawa sielewi kwa nini. Sasa na mimi nasema hivi, yaani sio wewe tu, lakini nimeamini Bwana kuna jaribu Mungu, kwa sababu Mungu anakupima. Anaondoa tu watu. Sio kwamba wewe uliondoka, wewe ulikuwepo na wewe ndio nilikuwa na account kwamba Joy, afadhali Joy yupo, afadhali fulani yupo. Watu umepiga, sasa mimi nasema kwani hapa nafanya nini? Ulipiga sio kaniambia hivi, Joy, nikakwambia sijui Mungu ananifundisha nini. Nikamwambia yaani watu wangu muhimu wote ndio wamekuwa mbali na mimi. Yaani hamna nini pigia kuniuliza vipi, nini. Mimi ndo nikakukumbusha, lakini wewe si ulisema unataka ukaongee na bosi? Bosi ukasema hivi, yaani ndio najua nasali, lakini yaani naona tu, yaani apart from wewe ukamtaja na yule best wetu wa Manchester. Ndio nikakukumbusha wengine, kumbuka ulikuwa hujawatonya. Lakini wewe acha tu, mambo yatakuwa poa. Kuna family member, wewe ufanye mchezo ni una family member. Family member sio walikuwa wanakupeleka speed, lakini ujue Mungu atakuwa anaweza kuwa aliamua kuwafanya wanyamaze ili wasipate pressure. Yes. Au wasinitie moyo nikamwacha Mungu. Yaani nikawa ile nasema you know what? Itatokea. Isipofanyika hivyo sitakuwa, lakini Mungu aisee hapana. Ni somo tu. Ni darasa. Kiufupi wapendwa, kitu kila kitu mimi naamini kwamba Mungu hawezi. Unajua ile andiko, mimi kuna maandiko mimi sijuagi maandiko kwenye Biblia mengi, lakini hayo ninayoyajua na ninayosimamia hayo utanisikia narudia hayo kila siku. Lakini anakupeleka mbali. Pale ambapo Mungu anasema sitakujaribu kupita ukubwa wa imani yako. I say mimi likijenga nikiona mbona ili kama sijali hili sio kubwa, hili atafanya tu. Na baada ya kuanza kufanya hivyo unknowingly, Rebecca imenisaidia. Ndio maana hata hapa na mimi juzi kati nilipopigwa tukio sasa ndo nawaza wewe umeshaambiwa yule kazunguluka huku Manchester, kadoka kazunguluka London. Shida yake ili kwamba na mimi nimekaa sasa, huyu ndio ningekuwa nampigia kumpa story saizi, mbona tena siwezi? Umeona Lakini Mungu huwa anaruhusu hivyo ili mimi nijisimamie mwenyewe, nimtumainie Mungu kivyangu na wewe kivyako. Ila sema huyu mtumishi mwingine, huyu mtumishi wa bure huyo, itabidi tuanze kumlipa. Huyu mtumishi wetu bwana, ikitokea personal mtumishi. Wewe umesahau ulipopata hiyo kashesho ulimpigia mtumishi gani wa kwanza kabisa? Akakwambia imani yako tu inakuzwa hapo. Anasema kirahisi tu, anakuambia ni imani yako ndio inatestiwa. Niko Baba Mungu. Sasa hii imani, unataka imani iweje? Wewe siku umepigwa tukio kama leo, mimi nimepita. Kwani ilikuwa juma ngapi? Sikuwa Jumatano hiyo. Jumatano. Mimi Alhamisi.
kazunguruka huku katoka huko kafika huko. Kazunguka. Kwa hiyo mimi nilipomtafuta tena mtumishi, ananiambia hata usio na wasiwasi. Mbona Mungu atafanya tu hiyo ndogo. Na mimi unajua nikawaza, ndio maana nimekuwazia wewe, mimi nilivyokuwa nakwambia hivyo. Moyoni nikawaza, wewe ameniambia hivi, lakini nikasema ngoja nijipe moyo. Kweli. Na kweli kinachotakiwa jamani ni kuamini. Ukiwa unapita kwenye Ndio nini, hicho ndio maana mara tunachosema nyingine kwamba ni tunatumia somebody. nguvu nyingi, yani nguvu nyingi tunaitumia kwenye kuwaza, Kuwaza, wasi, kujaribu kufanya kinamna kutafuta yetu solution. Sasa Yeah. tunamwona hata Petro, unaambiwa usiku kucha katafuta samaki, alafu anakuja Yesu anamwambia ni hapo kilindini. Shusha hapo Tena kilindini. alicomplain alivyoambiwa Petro, akasema Usiku kucha nimehangaika. tumetupa nyavu usiku kucha. Yaani kwa maana unafikiri tulikuwa tunacheza hapa? Yani Au ndio unafikiri na sisi mara nyingine tunakuwa kama Petro. Unafikiri mimi sijaomba? Unafikiri mimi sijasali? Unafikiri mimi sijatumia nani, sijafunga? Alafu ndio nasema jamani, Mungu atusaidie tusiwe na easily offended. Ukiwa easily offended, yani wewe una shida afu unamwambia mtu anakuambia hivi, hiyo tubu, ni tubu tena, ushanihesabia dhambi. Sasa ukiwa na pride, ukiwa na pride ndio kuna mchungaji namsikiliza anasema watu ndio maana wanahama makanisani. Wakishaambiwa tu tubu nini, wanahama kanisa, nenda kanisa hili, nenda kanisa hili, shinda liko pale pale. Lakini kujinyenyekeza tu. Kwa sababu kweli inaweza ikawa ni kweli ni hiyo hiyo kwamba tu na unajua shida ya hivi vitu tunavyofanya au dhambi. Unajua dhambi unaweza ukamkosea Mungu bila hata wewe kujua. Kwa hiyo au ukakiona ni kitu kidogo, na sisi mimi tunaona ni kitu kidogo yaani unaweza ukaona ila yani vile pale kuna tu nimefanya hivi vile tu. Mungu alisanaelewa mimi mwanadamu. Kwa hiyo ni kweli. Alafu mimi nafikiri mitihani yote huwa inaletwa. Umeshaanza kuingia, mwenzangu, umeanza kuingia level za Ayubu. Manake level za Ayubu. Wewe usiniingize huko kwa Ayubu kwa kuna nini? Level za Ayubu ndio kama hivyo, marafiki wanakuja wanakuambia umemkosea Mungu. Tubu. Ayubu analia. Na Ayubu unajua alijichelewesha kwa sababu alikuwa anakataa. Nafikiri kama naye angeenda tu mapema, kwa sababu mimi Ayubu nasema Ayubu hakuaga na kosa kwa sababu Biblia imetuambia hakuwa na dhambi katika nchi ile. Lakini mimi mara nyingine nikimwanzaga hivi taratibu na sija kanikasirika huko atakuwa asikila anyway. Tunamteta hivyo, alishakuwa yeye yuko mbinguni asikii. Lakini Ayubu mimi ninachowazaga kwamba maybe kingeweza kumfanya watu wakamwekea question mark au Mungu. Na muhisi kwamba imani yake ilikuwa too much kiasi kwamba akawa anafanya vitu in advance ambavyo maybe vilikuwa vinaonyesha ana hofu. Kwamba wewe watoto wanaenda kusherehekea birthday, ngoja nitoe sadaka. No, yule kamuonea wivu. Shetani kamuonea wivu. Shetani kaona wivu. Kwamba huyu kaona wivu, lakini ndio nasema sisi kama wanadamu, yani kama ingekuwa ndio hivi kusema tunajaji au naye angepata mtu wake akamwambia, na ndio maana marafiki zake kwa anamwambia wewe umemkosea Mungu. Lakini kwa sisi sasa kama Mungu alivyotumia watumishi wake, mtu akakwambia tubu dhambi zako. Ni tubu badala ya kunisaidia niombe hii issue. Yaani unataka mtu aje akemee. Jamani, Mungu atusaidie. Jamani, hizi porojo zote mnatusikia tunaongea, when everything is fine, tutakuja na testimony yani ya real life. Lakini tunachotaka kusema, unapopita kwenye shida, kwenye matatizo, usikimbilie kujitaabisha mawazo, kuwaza ukamkope nani, ukaibe wapi, ukadanganye nini, kwa sababu ni mawazo ndio yanaanza kidogo mpaka baadaye unafanya kitu ambacho ukujua kama ni dhambi. Lakini kama cha kwanza, nataka hiki, mbona sioni njia, Mungu hebu nisaidie. Basi na mimi sijui kama Rebeka una kitu cha kuongea zaidi, lakini kwa najisikia tukusema kwamba kwa upande wangu mimi niseme tu kwamba chochote ambacho unakihitaji Mungu akusaidie. Na iwe vizuri sana kwamba chochote unachokiomba kiwe ambacho kinakusaidia kukuweka kwa karibu na nani? Na Mungu. Maana mara nyingine hivi tunavyotafuta hivi vitu vingine ndio vinavyotufanya tufike mbali ambako kumbe havina nini? Havina faida. Kwa hiyo Mungu atusaidie na Mungu awasaidieni sana.
Amina. Basi naomba msisahau kusubscribe, share, like and comment. Usisahau Bwana Yesu yupo karibu. Amina. Amen.